السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بحمده يستفتح كل مقال وبذكره يصدر كل خطاب وبفضله يتناعم أهل الجزاء والثواب وباسمه يشفى كل داء وبه تكشف كل همة وبلاء وإليه ترفع الأيدي بالتضرع والدعاء في الشدة والرخاء وهو السامع لجميع الأصوات على اختلاف اللغات فله الحمد على ما أسدى وأولى وله الشكر على ما أنعم وأعطى والصلاة والسلام على حبيبنا المصطفى ورسولنا المرتضى خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة في الله, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehma na amani kiongozi wa umma mtume wetu Muhammad pamoja na ahli zake na sahaba wake kwa ujumla. Leo ni tarehe 24 ya mwezi Januari mwaka huu wa 2026. Hii inamaanisha zimebaki takriban siku 7 au 8 kufikia ile siku ya tukio ambalo tumekuwa tukilingoja takriban hivi sasa ni mwezi mzima, na tukio lenyewe si jengine, ni tukio la dua kubwa inayojiri kwa anwani dua ya khawasi ya ndoto. Na kama ilivyo kauli mbiu yetu katika kituo hiki ni kwamba ad-du'a silahul mu'min, dua ndiyo silaha ya mu'min, yusibu wala yukhti'u, shabaha yake inalenga, haikosei. Ukililenga tatizo kwa silaha ya dua, lile tatizo lazima lipatwe, na likishapatwa huondoka. Hii ndiyo kauli mbiu yetu watu wa kituo hiki Abu Jadawa Islamic Foundation. Sasa zimebaki takriban siku 7 au 8 kufika katika ile siku ambayo tumekuwa tukiikusudia takriban mwezi mmoja. Lakini yote na yote, mapambano yote haya ni dhidi ya vitu vitatu, kwa sababu ndivyo vina mchango mkubwa katika kuyaharibu maisha ya mwanadamu. Vitu hivi vitatu ni zaidi ya zile mali ghafi za kibaiolojia. Kitu cha kwanza ambacho kimekuwa na mchango mkubwa kumuharibia mwanadamu maisha, asihru, ni uchawi. Na kitu cha pili, masu shayatin, ni miguso ya mashaitani wa kijini. Na kitu cha tatu, alhasad, ni husda. Tena wakati mwingine husda hii huwa inaambatana na vijicho. Haya mambo matatu yamekuwa na mchango mkubwa kumuharibia mwanadamu maisha.
Tukianza na hili jambo la kwanza hili ambalo ni uchawi, Allah subhanahu wa ta'ala analithibitisha ndani ya Qur'ani ya kwamba uchawi upo na uchawi unaweza ukazalisha madhara kwa mwanadamu. Mwenyezi Mungu anasema, wama kafara Suleimanu walakinna ash-shayatina kafaru yuallimuna an-nasa sihra, na wala hakukufuru Nabii Suleimani, lakini mashaitani ndio waliokufuru, walikuwa wakiwafundisha watu uchawi. Haya ni maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, anathibitisha kwamba uchawi upo na uchawi ulikuwa ukifundishwa na mashaitani wa kijini. Baada ya kuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ametuwekea wazi kwamba uchawi upo, hebu tutazame, unaweza ukazalisha madhara kwa mwanadamu. Taban, uchawi unaweza ukadharisha madhara katika mwili wa mwanadamu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, wama hum bidharrina bihi min ahadin illa biidhnillah, wachawi hawana uwezo wa kumdhuru yoyote na huo uchawi ila kwa idhni yake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo kumbe, kupitia idhni ya Mwenyezi Mungu mchawi anaweza akasababisha madhara, ima katika milango yako ya afya au katika milango yako ya mali au katika biashara zako au kwenye mahusiano yako. Allah akitaka, mchawi anaweza kufanikisha hilo. Ushahidi, wama hum bidharrina bihi min ahadin illa biidhnillah, wachawi hawana uwezo wa kumdhuru yoyote kwa huo uchawi ila kwa idhini ya Allah. Kwa hiyo mchawi pia anapata idhni kutoka kwa Allah anapotaka kuzalisha uchawi katika mwili wako. Kwa baada ya kulitambua hilo, wewe unatakiwa ufanye nini sasa? Ni kujilinda kwa huyo huyo Allah Subhanahu wa Ta'ala, ni kutumia zile dua taawudhati, dua za kujikinga, ili mchawi asipate idhni kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ya kufikisha uchawi kwako wewe. Na ndio maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatuteremshia muawadhataini, akateremsha qul a'udhu birabbil falaqi wa qul a'udhu birabbin nas. Hizi ni sura mbili hizi. Kama uchawi ungekuwa haumfikii mwanadamu, kusingekuwa na haja kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kututeremshia hizi sura mbili ili tujilinde na huo uchawi. We mwenyewe ukizisikiliza sura hizi, tafsiri yake utajua kwamba uchawi upo na unaweza ukasababisha madhara katika mwili wa mwanadamu au katika maisha yake kwa ujumla. Mwenyezi Mungu anasema, qul, sema ewe Muhammad, a'udhu birabbil falaqi, sema ninajilinda kwa Mola wa subhi, Mola wa mapambazuko, min sharri ma khalaqa, ninajilinda kutokana na shari ya vile alivyoviumba, wa min sharri ghasiqin idha waqaba, na ninajilinda kutokana na shari ya kiza kinapotanda, wa min sharri nafathati fil uqad, na ninajilinda kutokana na shari ya wenye kupuliza kwenye mafundo, wa min sharri hasidin idha hasada, na ninajilinda na shari ya hasidi anapofanya husda. Sasa tukiacha maelezo mengine yanayotokana na sura hii, mahalu shahidi, twende sehemu moja tu katika sura hii. Mwenyezi Mungu aliposema
wa min sharri hasidin wa min sharri nafathati fil uqad, na ninajilinda kutokana na shari ya wale wenye kupuliza katika mafundo. Wafasiri wote wa Qur'ani wametafsiri annafithatu fil uqadi, wale wenye kupuliza katika mafundo, as-sahiratu idha fa'alu sihrahum, ni wachawi pindi wanapofanya uchawi wao. Haya ni maelezo ndani ya Qur'ani. Qur'ani inatuthibitishia kwamba uchawi upo na unaweza ukazalisha madhara katika mwili wa mwanadamu au katika maisha yake kwa ujumla. Sasa sura hii Mwenyezi Mungu anatuelekeza tujilinde na hao wachawi, kwa sababu tusipojilinda nao wanaweza wakapata idhini kutoka kwa Allah kufikisha uchawi katika miili yetu au katika maisha yetu, hali ya kuwa ni mtihani kwetu sisi. Lakini itazame, qul a'udhu birabbin nas, sema ya Muhammad, najilinda kwa Mola wa watu, malikin nasi, mfalme wa watu, min sharri alwaswasi alkhannas, kutokana na zile shari zinazotia wasiwasi, alladhi yuwaswisu fi suduri nnas, ambaye anatia wasiwasi katika nyoyo za watu, minal jinnati wan nasi, miongoni mwa binadamu na majini. Utaona kabisa kwamba sura hii pia inaelezea uchawi. Uchawi upo. Sasa tunapofanya dua kubwa kubwa kama hizi, lengo ni kupambana na huu uchawi, kwa sababu Qur'ani inatuthibitishia as-sihru tuathiru fi badani al-mashur, uchawi unaweza ukaathiri, unaweza ukasababisha madhara katika mwili wa yule aliyerogwa. Inategemea tu mchawi anataka kukoroga nini wewe, kwa sababu as-sihru muqayyadatu bi awamiri sahiri, uchawi huwa unafuata maelekezo ya mchawi namna anavyotaka. Mchawi anapotaka kukuharibia afya, ule uchawi utafuata maelekezo ya huyo mchawi. Mchawi anapotaka kukuharibia uchumi, huo uchawi utafuata maelekezo ya huyo mchawi namna anavyotaka kukuharibia huo uchumi. Lakini mchawi anapotaka kukuharibia mahusiano, ule uchawi anaoufanya ule unafuata maelekezo ya namna mchawi anavyotaka. Na hivi ndivyo ilivyo katika milango ya kazi, na hivi ndivyo ilivyo katika milango ya ndoa, na hivi ndivyo ilivyo katika milango ya mahusiano. As-sihru muqayyadatu bi awamiri sahiri, uchawi huwa unafuata maelekezo ya mchawi namna anavyotaka, umefungamanishwa na zile amri anazozitoa yule mchawi. Kwa hiyo jamaa, nini? Uchawi upo. Kwa kuwa uchawi unafuata maelekezo namna mchawi anavyotaka, mchawi akikuroga huwa anatoa maelekezo kwamba nimemroga fulani ibni fulani, pia ninazifunga ndoto zake, isije ikatokea hata siku moja akaoteshwa kuhusu mimi. Mchawi anafanya hivyo. Kama sio kuzifunga ndoto zako, basi anafanya ule uchawi wa kukusahaulisha ndoto, na ule uchawi unafuata maelekezo hivyo hivyo. We utalala, utaota, ikifika asubuhi umesahau kile ulichokiota. Kwa nini? Mchawi amekuroga, kisha anakusahaulisha zile ndoto. Lakini pia mchawi anaweza akakutazama wewe, anapoona ishara za mafanikio katika maisha, basi anakufunga, imma katika milango ya mali, biashara, mahusiano. Kwa hiyo wewe utakuwa unaota ndoto zinazobashiri mafanikio makubwa, lakini kumbe katikati yako wewe na hayo mafanikio
mchawi tayari kishaweka awaridhu sihiria, vile viziwizi vinavyokuzuia wewe kuyafikia hayo mafanikio. Lakini pia mchawi ana uwezo wa kuyatia gizani mambo yako, kila unalolifanya unakuwa ni mtu wa kufeli. Sasa faida ya hizi dua tunazozileta kwenu ni kwa ajili ya kuondosha mashakili kama haya na yanayofanana na haya. Kwanza kabisa tunapambana kubatilisha uchawi, lakini pia tunapambana kuondosha hasadi pamoja na vijicho, tunapambana na kuwaangamiza mashaitani wa kijini, tunapambana kufungua ndoto zenu na kurejesha kumbukumbu ya ndoto zenu, lakini pia kuondosha viziwizi vinavyokuzuieni nyinyi kuyafikia mafanikio mlioyaona kupitia ndoto. Lakini hata yale mabalaa yanayosababishwa na wachawi au mashaitani wa kijini ambayo huenda mumeyaona kupitia ndoto zenu, tunapambana kwa ajili ya kuyaondosha matatizo haya. Sasa tarehe 1 mwezi wa pili mwaka huu wa 2026 ichukulie kuwa ni siku ya kihistoria kwako wewe. Ukishiriki vizuri, ninakuahidi biidhnillahi tabaraka wa taala, kwa idhini ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala, unakwenda kujikwamua kutoka kwenye dimbwi la matatizo, lakini kubwa zaidi unakwenda kuyaweka mambo yako kuwa katika mustawa na hali iliyokuwa bora. Tusemeni insha Allah. Tusemeni tena insha Allah. Sasa ni muhimu sana kushiriki katika dua hii, na dua hii ina maandalizi yake, kama ambavyo matibabu huwa yanahusisha viambajengo. Hakuna matibabu yasiyokuwa na viambajengo. Viambajengo ni kitu muhimu sana. Kwa hiyo jitahidi kupata vitu vitatu katika dua hii. Kitu cha kwanza, upate ule waraka ulioandikwa dua mbili. Dua ya kwanza iliyoandikwa kwenye huo waraka ni pale unapomwendea shekhe, ukamwambia shekhe, usiku wa kuamkia leo mimi nimeota. Shekhe kabla ya kukupa fursa ya kuihadithia ndoto yako, anatakiwa akuombee dua, akuambie khairan tutalaqa au sharran tutawaqa. Hiyo ndoto ulioiota ambayo unataka kunihadithia mimi, kama ni ya kheri, ninakuombea kwa Allah subhanahu wa ta'ala akukutanishe na hiyo kheri, na kama ni ndoto yenye kubashiri mabaya, ninakuombea kwa Allah subhanahu wa ta'ala akuondolee mabaya hayo. Kabla ya kuhadithia ndoto, shekhe anatakiwa akuombee dua hii. Sasa dua hii tumeiandika kwenye waraka huu kwa sababu umefanyika utafiti, yamefanyika majaribio, ikaonekana mtu akilalia dua hii, kama ndoto zake zimefungwa hufunguliwa, na kama kasahaulishwa ndoto basi hurejea kumbukumbu, na kama kuna vipingamizi vya kichawi, vipingamizi vya mashaitani, husuda na vijicho vinamzuia kuyafikia mafanikio, dua hii inaondosha vipingamizi hivyo. Ndio maana tumeiweka kwenye waraka, na huu waraka tunakugawia wewe bure, ukaulalie mpaka tarehe 1 ya mwezi wa pili. Lakini baada ya kuwa shekha amekuombea dua na wewe ukamuhadithia ndoto yako, akakupa tafsiri, kabla ya kuondoka kwa shekhe anatakiwa akuombee dua nyingine. Anatakiwa aseme la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, kisha aseme Allahumma inna ibaduka, e Mwenyezi Mungu, hakika sisi ni waja wako, wa abna'u abidika, na ni watoto wa mja wako, wa abna'u amatika, na ni watoto wa mja kazi wako, nasiyatuna biyadika, utosi wetu uko kwenye milki yako, madhin fina hukmuka, hukumu yako kwetu sisi shapita,
adlun fina qada'uka, lile ulilolihukumilia kwetu sisi ni la uadilifu. Nas'aluka Allahumma, tunakuomba ewe Mwenyezi Mungu, bikulli ismin huwa laka samaita bihi nafsaka, kupitia kila jina ambalo umejiita wewe mwenyewe kwenye nafsi yako, au anzaltahu fi kitabika, au lile jina ambalo umeliteremsha katika kitabu chako, au allamtahu ahadan min khalqika, au lile jina ambalo umemfundisha yoyote miongoni mwa viumbe wako. Nas'aluka au ista'tharta bihi fi ilmi alghaibi indaka, au lile jina ambalo umejihusisha wewe mwenyewe kulijua katika ilmu yako ya ghaibu. Nas'aluka an taj'ala alqur'ana rabi'a qulubina, tunakuomba uifanye Qur'ani hii iwe ni kilainisho cha nyoyo zetu, wa nura absarina, na nuru ya macho yetu, mpaka mwisho. Pia dua hii imeandikwa kwenye huu waraka. Haya ndiyo maandalizi namba moja ambao unatakiwa wewe kujiandaa nayo kuupata waraka huu. Ukishaupata unaukunja vizuri ili usichanike kwa jasho lako, zungushia nailoni, ralia. Utaona namna Mwenyezi Mungu anafungua ndoto zako na namna ambavyo Allah anakurejeshea kumbukumbu ya ndoto na kuviondosha vipingamizi vilivyoko baina yako wewe na yale mafanikio unayoyaona kupitia ndoto zako. Utaona maajabu kupitia waraka huu. Kitu cha kwanza unatakiwa ukipate hiki, na wala si gharama, kinatolewa bure hiki. Lakini kitu cha pili ni lile kombe ambalo linatolewa kila siku ya Ijumaa jioni na Jumamosi jioni kama ya leo, na Jumapili asubuhi kama ya kesho. Na kombe jana nieleleza ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, ambayo Allah anayasifia, la ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi, hayakaliwi na batili maneno haya mbele yake, wala min khalfihi, wala nyuma yake. Qur'ani haikaliwi na batili mbele wala nyuma. Uchawi ni batili, mashaitani wa kijini ni batili, husuda na vijicho ni batili, haviwezi kukaa mbele ya Qur'ani wala nyuma ya Qur'ani. Kwa hiyo ukiyatumia maneno ya Allah kuondosha matatizo, biidhnillah tabaraka wa taala, matatizo huwa yanaondoka. Sasa kombe hili linatolewa kila siku ya Ijumaa, Jumamosi kama ya leo, na siku ya Jumapili asubuhi kama ya kesho. Ukilipata kombe hili, wakati wa kulala tia na maji mengine ya kuoga. Weka maji yanayotosha kuoga mwili wako mzima, kisha unakoga sasa, halafu unakwenda kulala. Lengo ni lile lile, kufungua ndoto zako, kurejesha kumbukumbu ya ndoto ikiwa unaota halafu unasahau, lakini kuondosha vipingamizi vya kichawi au vipingamizi vya kishaitani au husuda na vijicho vinavyokuzuia wewe kuyafikia mafanikio uliyoyaona kupitia ndoto. Lengo ni hilo. Lakini kitu cha tatu ambacho unatakiwa kukipata wewe ni ile dawa inayoitwa Ahlamu Poda. Ni dawa ya unga ya kufungua ndoto, ni dawa ya unga ya kurejesha kumbukumbu za ndoto, ni dawa ya unga kwa ajili ya kuondosha awaridhu sihiria, vipingamizi vya kichawi vinavyokuzuia wewe kuyafikia mafanikio uliyoyaona kupitia ndoto. Dawa hii ni kwa ajili ya kuondosha mabalaa ulionayo au yale ambayo yamepangwa ya kufike ulioyaona kupitia ulimwengu wa ndoto. Kitu cha tatu hiki ni muhimu sana kuipata, hii Ahlamu Poda, na hii ndio utakayoigharamikia. Lakini vitu vingine vyote utapewa bure. Waraka unapewa bure, kombe unapewa bure, na hata dua yenyewe utasomewa bure. Mchango wako wewe ni kuchangia Ahlamu Poda. Na tulieleza siku za nyuma kwamba ndani ya dawa hii kumeingia miti 7. Mti wa kwanza ni ule unaitwa mporipori, na nilieleza huu mti umefanyika utafiti, na sio utafiti tu, mpaka majaribio yamefanyika. Mti huu cha kwanza kabisa
unafanya kazi ya kubatilisha uchawi. Mti huu unafanya kazi ya kuondosha mashaitani. Mti huu unaondosha hasadi pamoja na vijicho. Mti huu unafungua mafundo ya kichawi. Mti huu unafungua ndoto zako. Mti huu unarejesha kumbukumbu ya ndoto. Mti huu unaondosha vipingamizi vilivyoko katikati yako wewe vinavyokuzuia kuyafikia mafanikio ulioyaona kupitia ndoto. Lakini umeitwa mporipori. Pia kuna wale wanaoota ndoto wakiwa maporini. Unapoota ndoto kwamba wewe uko maporini, hizo sio ndoto nzuri. Unaandamwa na miguso ya kichawi, na kama sio miguso ya kichawi, unaandamwa na miguso ya kishaitani. Tafsiri hii itazame katika kitabu kilichotungwa na mwanawachuoni Wahid Abdissalami Bali, kitabu kinachoitwa Wiqayatul Insan min aljinni wa shaitan. Utaona tafsiri ya kuota wewe uko majangwa, uko paporini kule, kwamba ni dalili kwamba wewe una miguso ya kichawi, na kama sio miguso ya kichawi ni miguso ya kishaitani. Na kama hauna miguso ya kishaitani, huenda tayari umehusudiwa, umedhuriwa na macho ya watu. Sasa huu mti mporipori unafanya kazi kuondosha matatizo haya. Umeingia kwenye dawa yetu inayoitwa Ahlamu Poda. Lakini mti wa pili ni ule mti unaoitwa mkaburi, lakini kwa lugha ya Kiarabu unaitwa gharqadi. Asili ya mti huu ni Mashariki ya Kati. Ni miti ambayo ilikuwa ikiota sana kwenye makaburi ya Madina, na ndio maana yale makaburi ya Madina yakaitwa Baqiul Gharqadi, kwa sababu miti hii mingi sana imeota maeneo yale. Sasa miti hii umefanyika uchunguzi na utafiti na majaribio. Huu mti unaweza kubatilisha uchawi, unaweza kufukuza mashaitani, unaweza kuondosha hasadi pamoja na vijicho, lakini pia unafungua mafundo ya kichawi, unafungua ndoto zilizofungwa na kuondosha vipingamizi vilivyo katikati yako wewe na yale mafanikio ulioyaona kupitia ulimwengu wa ndoto. Lakini pia umefanyika utafiti kwa wale wanaoota ndoto wako makaburini. Kuna watu wanaota ndoto wakiwa makaburini. Mlango kaufunge, mlango una jua linanichoma. Wanaota ndoto wakiwa makaburini. Kuna mtu mwingine anaota ndoto akiwa msibani. Wapo watu wengine wanaota kwamba wamekufa wao wenyewe, wamekufa. Ndoto kama hizo si ndoto nzuri. Kwa hiyo baada ya kuwa umefanyika uchunguzi huu, ikaonekana kwamba mti huu unafaa kwa wale ambao wana matatizo katika ulimwengu wa ndoto. Lakini pia ndani yake kuna mti unaoitwa mbarika. Pia unabatilisha uchawi, unaondosha miguso ya kishetani, hasadi pamoja na vijicho, unafungua ndoto, unarejesha kumbukumbu ya ndoto. Na huu mbarika ndio huwa unazalisha yale mafuta ya mnyonyo. Una siri nyingi sana huu mti. Kuna mwembe bahari ambao ni asili yake ni baharini, kuondosha zile ndoto za baharini zile. Lakini kuna mti ambao unaitwa mpepea. Kuna aina 7 za miti zimeingia kwenye Ahlamu Poda. Ni muhimu sana kuipata dawa hii. Kwa lazima ujiandae kwa kupata vitu vitatu. Kwanza upate waraka wa kulalia, na pili unatakiwa upate kombe la kuoga, na tatu siku hiyo ya dua unatakiwa upate Ahlamu Poda. Tutaanza kuitoa Ijumaa ijayo, itatolewa na Jumamosi. Jumapili ndio itakuwa mwisho, na pisi zake ziko chache sana. Sasa juhudi yako isiende patupu. Umelalia karatasi takriban mwezi mzima, umekoga kombe lako labda wiki 3, umehudhuria na kwenye dua, eti ukose mafanikio kwa kukosa dawa tu inayoitwa Ahlamu Poda. Usikubali, anza kujiandaa sasa, ikifika siku hiyo uweze kuipata dawa hii. Kama kawaida yetu kila siku ya Ijumaa jioni
na Jumamosi jioni kama ya leo, lakini pia siku ya Jumapili asubuhi huwa tunaendesha semina. Lakini katika semina yetu huwa tunatoa tafsiri za ndoto. Kama kuna mtu ameota ndoto zinazofanana na hizi, aingize ndoto zake kwenye mizani na kufahamu tafsiri, na ndiyo atakapojua umuhimu wa dua tunayokwenda kuifanya tarehe 1 mwezi wa pili mwaka 2026. Sasa leo tutatazama albukau fil manami, zile ndoto za mtu kuota analia akiwa usingizini. Hizi ndoto wanaota sana watu, akiwa usingizini anaota limemfika jambo fulani, basi analia akiwa usingizini. Lazima ujue ndoto ya kulia inabashiri nini. Kama inabashiri kheri, basi ufanye harakati ya kuziendea hizo kheri, na kama inabashiri shari, ufanye harakati ya kuziepuka hizo shari. Ndio sababu ya kutoa tafsiri za ndoto hizi. Mwanachuoni Muhammad ibn Sirin katika kitabu chake kinachoitwa Tafsirul Ahlam anasema albukau fil manami, kulia usingizini, kulia kwenye ndoto, yadullu ala sururin wa farajin wa najati min alkurbi wal humumi, ni ndoto inayojulisha juu ya furaha itakayokufika wewe, au faraja itakayokufika, au kuokolewa kutokana na matatizo na shida. Usije ukadhani madhali tu unalia basi utafikwa na huzuni. Inategemea hiyo ndoto ya kulia umeiotaje. Wakati mwingine unaweza ukalala ukaota unalia, ndoto hiyo ikajulisha juu ya furaha, ikajulisha juu ya kupata faraja, kuokolewa kutokana na matatizo na shida. Au umran tawila, au wakati mwingine unaweza ukalala ukaota unalia, ndoto hiyo ikawa inabashiri kupata umri mrefu, lakini kwa sharti moja tu. Sikilizeni sharti hili: idha tarafaqa albukau fil manami, idha lam turafiq albukau fil manami ma'a surahi wa awilu, kama huko kulia hakutoambatana na makelele na mayowe. Ili ndoto yako ya kulia ibashiri furaha, ibashiri faraja, ibashiri kuokolewa kutokana na matatizo, sharti idha lam turafiqil bukau ma'a surahin wa awilin, kama kilio hicho hakikusuhubiana na makelele na mayowe. Lakini kama utakuwa unalia kwa makelele, unalia kwa kupiga mayowe, tafsiri inabadilika, kama tutakavyoona huko mbele. Tusemeni inshallah, semeni tena inshallah. Asema amma idha lam yabki sahibul hulum fil manami ala ahadin muayyan, ama muotaji anapolala akaota analia, lakini ikawa hamlilii yoyote ambaye ni mtu maalum. Yeye analia, hamlilii mtu. Maanake unaweza ukalala ukaota unalia, lakini ikawa unamlilia mtu maalum. Sasa wewe umelala umeota unalia, lakini humlilii mtu. Wafasiri wa ndoto wanasema fahuwa yata'arradhu lilhumumi walmushkilati, huyo muotaji atakumbana na matatizo, atakumbana na dhiki. Lakini kama uliaji utakuwa ni uliaji wa makelele na mayoe. Tunaelewana eh? Uliaji wenyewe kama utalii utakuwa ni uliaji wa makelele na mayoe. Wewe muotaji utakumbana na dhiki, utakumbana na matatizo makubwa. Tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atuondolee matatizo ya ndoto hizi. Tusemeni amin. Wa man raa nafsahu fil manami wa huwa yaqra'u alqur'ana wa yabki,
Na yoyote atakayelala akaota anasoma Qur'ani hali ya kuwa analia, au yadhkuru Allah ta'ala wa huwa yabki, au anamtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hali ya kuwa analia, analeta la ilaha illa Allah, au anasema subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa Allah Allahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah, naye analia, anafanya dhikri huku analia. Wafasiri wa ndoto wanasema yadullu dhalika ala alfaraji wasururi, ndoto hiyo inajulisha juu ya faraja na furaha. Yani itakufika faraja wewe juu ya yale matatizo ulionayo, yatakusibu yale mambo yatakayokufurahisha wewe, imma kwenye uchumi wako au katika biashara zako au kwenye ndoa yako au kwenye kazi yako au katika mambo mengine yanayotaalaki na maisha. Umelala unaota unasoma Qur'ani huku unalia, au unamtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala huku unalia, hii ni dalili kwamba utafikwa na mambo yenye kufurahisha, utafikwa na faraja. Ni ndoto nzuri kabisa hii. Wa marra annahu yabki bi sautin ma'al akharin, na yoyote atakayelala akaota analia biswamti, lakini kilio chenyewe ni kimya kimya, lakini analia pamoja na watu wengine, kilio cha kimya kimya, sio kile kilio cha sauti, lakini halii peke yake, analia na watu wengine. Wayamshuna khalfa aljanaza, na wanatembea nyuma ya jeneza, yani kana kwamba wanalisindikiza jeneza, wanalia kimya kimya. Dalla dhalika ala zawali alhumumi wa dukhulu as-sururu fi baitihi, ndoto hiyo inajulisha juu ya kuondoka kwa dhiki na kuingia katika furaha, na furaha kuingia katika nyumba yake. Yani kama kuna dhiki, dhiki itaondoka na furaha itaingia ndani ya nyumba yako. Unasindikiza jeneza, unalia pamoja na watu wengine, lakini kilio chenyewe ni kilio cha kimya kimya. Ndoto hii inabashiri mambo mazuri, inabashiri kuondoka kwa matatizo na kuingia furaha ndani ya nyumba yako. Tumuombe Allah Subhanahu wa Ta'ala atujalie kheri ya ndoto hii na atuepushe na madhara yanayotokana na ndoto zenye madhara. Tusemeni amin. Amin. Tusemeni tena amin. Amin. Wa man raa anna aynahu tadma'u min ghairi bukai, na yoyote atakayelala akaota macho yake yanatoa machozi, yani anaota analia na machozi yanatoka kwenye macho, min ghairi bukai, pasina kulia kwa sauti, machozi yanatirizika tu, fa innahu yuhaqqiqu muradahu, hakika mtu huyo atapata yale makusudio yake. Kama kuna jambo kalipanga, basi makusudio yake atapata, ule muradi wake. Maadhari analia, hatoi sauti, ni machozi tu yanachirizika, fa innahu yuhaqqiqu muradahu, atapata makusudio yake. Wa marra annahu yabki wa yanuhu ala shakhsin ya'rifuhu wa qad mata, na ikiwa mtu amelala akaota anamlilia mtu aliyekufa, yani unalala unaota unamlilia marhum baba yako ambaye tayari shakufa, au unamlilia mama yako ambaye tayari shakufa, au mtu yote unamjua wewe unamlilia, alishakufa huyo mtu, fa innahu yaqa'u musibatun min mauti au hammi, ndoto hii inabashiri wewe unaelia utaingia kwenye msiba au utaingia kwenye dhiki kubwa itakayokufika wewe, kama unaota unamlilia mtu aliyekufa. Walbukau idha rafaqa ma'a libasin aswad, lakini kilio kikiambatana na hali ya kuwa wewe umevaa vazi jeusi, umevaa nguo nyeusi kama zile wanazovaa misibani watu wengine, yadullu ala alhuzni, ndoto hiyo inajulisha juu ya huzuni. Yani ndoto ikisuhubiana wewe unalia hali ya kuwa umevaa nguo nyeusi, basi jua kwamba wewe utafikwa na jambo litakalo kuhuzunisha.
na hii ni kwa wale ambao wanapofiwa mavazi yao huwa ni meusi, lakini kwa wale wenzetu wa Hindi akifiwa wanavaa nyeupe. Sasa inawezekana pia ikawa inatafsirika kinyume chake. Tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atujalie kheri ya ndoto hii, lakini pia atuondolee shari inayotokana na ndoto hii. Tusemeni amin. Amin. Tusemeni tena amin. Amin. Wa idha ra'at alhamilatu fi manamiha annaha tabki biduni nawahi, lakini mwanamke mwenye mimba akilala akaota analia, lakini kilio chake hakikusuhubiana na kuomboleza, analia bila kuomboleza, analia tu kimya kimya, haombolezi, hapigi makelele. Dalla dhalika ala wiladati tiflun barrun laha wa li abihi wa husnul khuluq. Ndoto hiyo inajulisha kwamba atazaa mtoto mwema atakayemfanyia wema mama yake na baba yake, na mtoto huyo atakuwa ana tabia njema. Mwanamke mjamzito akilala akaota analia, lakini kile kilio kikawa hakikuambatana na makelele na maombolezo, huyo mimba alionayo atazaa mtoto, na huyo mtoto atakuwa mwema, atamfanyia wema yeye na atamfanyia wema baba yake, na atakuwa ana tabia njema. Leo tutaishia hapa. Tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atuwafikie juu ya haya tunayoyaendea. Innahu muwaffiqu lis-sawabi wal hadi ila sabili rashad. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.